Bila umoja hakuna future kwa Afrika. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo. Nikukaribishe siku hii ya leo kukupitisha katika kumbukizi ya Afrika, na leo ni maadhimisho yake yanayofanyika hapa katika kituo cha urithi na ukombozi kilichopo jijini Dar es Salaam. Siku hii ya leo imetengwa kwa ajili ya kukumbuka zile harakati za viongozi mbalimbali wa Kiafrika wakipambania nchi zao kwa ajili ya kuifanya Afrika iwe huru na iwe salama kwa ajili ya vizazi vijavyo. Mratibu wa kituo cha urithi na ukombozi amezungumza kwa ufasaha zaidi kuhusu siku hii ya leo, na anasema malengo na madhumuni ya siku hii ni kuhakikisha Afrika, dunia inafahamu mapambano ya viongozi waliopita wa Afrika waliopambania uhuru hadi kuifikisha hapa, na nini kifanyike ili Afrika iendelee kuwa mbali zaidi. Jina langu ni Christopher Mwongole, ni mratibu wa kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Siku ya ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika, ikiwa ni utekelezaji wa azimio la mkutano wa wakuu wa nchi za SADC ambao ulifanyika mwaka 2018, ikiwa ni kumbukumbu maalum ya kukumbuka tukio maalum la ushindi wa majeshi ya Afrika kuyashinda majeshi ya ubaguzi wa rangi na kupata ushindi mkubwa katika jimbo la kusini mwa Angola, na hivyo kupelekea uhuru wa nchi ya Namibia. Kwa hiyo kupitia tukio hilo la kihistoria, nchi za SADC ziliamua kwamba iko na siku maalum za kusherehekea ushindi wa ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika kama sehemu ya kuhifadhi kumbukumbu ya historia hiyo, lakini pia kutangaza urithi huo na kutoa elimu hasa kwa vijana waweze kufahamu mchakato mzima wa historia ya ukombozi wa mataifa yao ya nchi za kusini mwa Afrika. Lakini bado kuna shuhuda ambaye yeye alikuwepo wakati harakati hizi zote za ukombozi wa bara la Afrika ukiwa unaendelea. Yeye anasema mume wake alikuwa ni mwandishi wa habari, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwao kupata taarifa sahihi, taarifa kwa haraka zaidi kutoka katika vyanzo mbalimbali jinsi ukombozi barani Afrika ulikuwa ukiendelea. Mwanamama huyu ameeleza kwa kina jinsi zamani walivyokuwa wanapambana na kuhakikisha bara la Afrika linakuwa salama kabisa, lakini anasema vijana sasa hivi wamekosa uvumilivu kwa kuwa wanaona hali ya kwao ni ngumu. Hawajafikiria namna gani hali kipindi cha nyuma ilikuwepo. Jina langu ni Monica Joyce Puga Sozigwa. Nipo hapa kuja kwa sababu ya PAWO, Pan African Women Organization, kwamba walikuwa wanakuja viongozi wa kupambana na uhuru wakawa hapa, ambaye namkumbuka zaidi na incident hiyo ilikuwa dhahiri kwa sababu mume wangu alikuwa anahusika na habari, ikawa kila habari ikitokea tu anaanza kupata. Ni siku ambayo yule aliyekuwa kiongozi wa Frelimo alipouawa kwa bomu. Ile ilitustua sana, alifungua sijui barua alipuka ile ilituumiza, na sisi pia tunaishi Kurasini na hayo litokea kule. Kwa hiyo ile huwa inanitia uchungu sana kwa vijana. Sasa kwa kweli mshukuru kwamba hali tulionayo, hata kama unasikia unapata shida, huwezi ukalinganisha na shida iliyokuwa wakati huo. Kwa hivyo uvumilivu na kuona kwamba na mimi ni sehemu ya taifa langu ni muhimu sana vijana, kwamba hata kama unapata shida kidogo usilinganishe na wakati sisi au wale wenzetu waliokuwa kabisa katika mapambano wakati wa nyuma. Kwa hiyo mara nyingi hata sasa huwa nasema ni sisi tu wazazi hapa katikati tulaumiwe kwamba hatukuwa tunahusisha watoto kuambia kwamba maisha sio lele mama, ni mapambano, na ukiyapokea unakuta hata wenzetu wale waliopita kwa shida wanathamini sana walichonacho. Lakini kijana naye anazungumza, anaeleza jinsi vijana wanatakiwa kufahamu historia ya nchi yao, historia ya Afrika yao, hata kufanikisha kuwa Afrika yenye dola moja, yenye sarafu moja, yenye hela moja ambayo itatumika na mataifa yote ya Afrika, hata wale kutoka mataifa mengine waweze kutumia fedha hiyo kwa ajili ya manunuzi ya bidhaa mbalimbali hapa Afrika. Anasema kuwa Afrika ni sehemu ambayo salama, lakini vijana wake bado hawana uelewa zaidi
ya haya ambayo yamepambaniwa huko nyuma na viongozi hawa wa Afrika. Mimi naitwa Lugano Daudi Kalinga, ni mwenyekiti wa taasisi ya Eagle Koi Foundation, taasisi ambayo inajumuisha vijana waliopitia mafunzo ya JKT kosi namba 832 KJ Mlandizi. Upande wa vijana ambao ndio upande muhimu sana, kwanza ni lazima tukubali kwamba limetokea tabaka au kuna gap lililopo kati ya wale waliokuwa wanafahamu historia na sisi vijana. Leo hii nashukuru sana serikali, wameanzisha somo moja linaitwa historia ya Tanzania na maadili. Ni somo ambalo ni nzuri sana na ni somo ambalo lingekuja kupandikiza vijana ili wawe na ari na morali ya kujifunza kuhusu waasisi wa nchi hii na kujifunza kwamba tunaelekea wapi kama taifa ambalo tunatakiwa tushikamane. Leo hii ukiangalia Afrika na malengo waliokuwa nayo waasisi wetu miaka ya leo, kwamba wanatamani kuiona Afrika ambayo ina maendeleo kiuchumi, lakini leo tunaizungumzia Afrika ambayo bado tumebaki kuwa omba. Inasikitisha sana. Lakini pamoja na hayo yote, ni lazima tuangalie kwamba changamoto sasa ipo kwamba nini kinachotufanya tunakwama. Mosi ni kwamba wapo baadhi ya viongozi wa binafsi, viongozi wasio waadilifu na viongozi wasio wazalendo ambao hawana ile imani ya matumaini makubwa na Afrika kujikomboa kiuchumi. Na mwanafunzi hapa yeye anatueleza alichoelewa au alichokipata siku hii ya leo baada ya kuja katika kituo hiki cha urithi na ukombozi. Majina naitwa Jessica Dennis ya shule ya sekondari Zanati. Maadhimisho ya leo, kwa kitu ambacho mimi nimejifunza kwa upande wangu ni kuwa mzalendo zaidi na nchi yangu na kuendelea kuwa mavu na nchi yangu. Ujumbe ambao unaweza nikautoa kwa vijana wenzangu ni kwamba tuendelee kuwa wazalendo na nchi zetu na tuendelee kuipenda Tanzania. Unafikiri Afrika ile ambayo ilikuwa inapiganiwa kupata uhuru wake ni hii ambayo tulionayo hivi sasa, au bado tunahitaji jitihada kubwa kuipigania ili tuipate Afrika huru ambayo haitategemea taifa lolote kutoka nje kwa ajili ya maendeleo yake binafsi? Nikiripoti kutoka hapa kituo cha urithi na ukombozi, mimi ni Hassan Magulumali, Madagascar na karibia kuja.